Asante sana kwa kuendelea kutazama Azimio la Kagera. Tumerudi tena katika msimu wetu wa pili wa kipindi chako unachokipenda cha Azimio la Kagera. Bado tunazidi kukupa fursa. Tunakwambia ni mabadiliko ya fikra na kiuchumi. Tunakuwa tunapiga plus fikra mpya. Ukishabadilika fikra, tunaamini unakuwa na fikra mpya ambazo utazitendea kazi na utaanza kupata matukio ambayo yatakuwa ni mazuri katika upande wa kuingiza kipato kwa namna moja na nyingine. Nakumbuka tunakupa fursa 3 ambazo tulikuwa tunaziendeleza msimu wa kwanza na msimu wa pili. Msimu wa kwanza ulipata fursa za kujua viwanda, kilimo na mambo ya teknolojia. Sasa leo tunaingia katika msimu wa pili ambapo tunakuja katika sehemu nyeti zaidi. Tunamaanisha sehemu ya kilimo. Tutakuwa tunakupa practical za kilimo. Tutakuwa tuna wataalamu tofauti ambao wanatuangazia kutufundisha kilimo na kutuelekeza jinsi ya kufanya. Tutakuonyesha practically. Yaani unaona mmea unapopandwa, unapokuwa mpaka unapoota na masoko unayapataje kupitia kilimo. Hii ni Azimio la Kagera. Asante sana kwa kujiunga nasi. Mimi naitwa Philip Philbert. Nitakuwa nakuongozea hichi kipindi cha Azimio la Kagera na kukudadafulia na wataalamu wangu. Leo tuko wapi? Tumeamua kwenda sehemu ambayo inajihusisha na kilimo. Ni kampuni ambayo si mara yako ya kwanza kuiona kupitia Azimio la Kagera. Utaiona na zaidi ukizidi kutupa masomo tujifunze kilimo cha kibiashara. Mimi naitwa Philip Philbert. Hebu tupate break fupi. Narudi na mtaalamu wetu ametuandalia nini leo. Tunajifunza nini? Unaenda kubadilisha fikra gani leo kupitia Azimio la Kagera? Ni tena baada ya break fupi. Asante kwa wale watu walioendelea kusubscribe kupitia channel yetu ya Azimio la Kagera. Asante sana kwa kuendelea kuwatching video. Tumepata response yenu na pia tunakuja kuanzisha group letu kupitia namba inayopita hapo chini ya screen yako. Usiache, utakuwa unapata update kupitia group. Hadi chukue namba, ingia utuambie kwamba nataka tujiunge na kilimo na Azimio la Kagera. Sisi tunakuwa katika group letu tuzungumzie maendeleo na fursa tofauti. Tutakutana na wataalamu tofauti. Asante sana kwa wale wanaoendelea kutuma message zenu kwa kuomba ushauri na mmepata response kubwa na bado tunazidi kuwafuatilia. Hatuachi, tunataka lengo letu ni kwamba unufaike wewe kwa kile kitu ambacho umeamua kukifanya. Badilisha kilimo kuwa biashara. Leo niko na mtaalamu tunakwenda kuzungumzia yeye amefanikiwaje katika kilimo. Ana kampuni, ameendesha miradi yake, anaajiri wafanyakazi na ameendeleza kuongeza mnyororo wa thamani, yani value addition katika kilimo. Amefanyaje, amewezaje? Tumeweza kumsikia na tumempata kuona vipindi vyake tofauti. Mimi naitwa Philip Philbert, nitakuwa na wenzangu hapa anaweza kujitambulisha mwenyewe. Mimi naitwa Mdashiru Nur Ibrahim, ni mkurugenzi wa Aje Farms. Si mara yako ya kwanza pengine kuniona katika vipindi vya Azimio la Kagera, na kukaribisha sana katika kipindi hiki, pengine uweze kujua mengine mengi kuhusu Aje Farms na mimi. Yes. Huyu ndo Aje Farm, kwa jina lake maarufu Mdashiru Nur. Wengi tumemjua kwa sababu ya brand yake Aje Farm Enterprises. Ni mtu ambaye anajishughulisha na kilimo na vitu tofauti. Kabla ya kuwa Aje Farm, kuna kitu kimesimama. Lazima chini, lazima kiwe kina base. Base yake ni alianzaje Aje Farm? Alipataje fikra mpya kuanzisha kutoka kwenye kilimo, kuingia kwenye kilimo na kuachana na vitu vingine? Alipenda nini kwenye kilimo? Leo nataka tujue historia yake fupi kidogo, tujue kwamba mtu anaanzaje. Labda amepitia tamu na chungu kuzijua changamoto mpaka kufika hapa, amesimama hapa. Ndugu Mdashiru, kwa mtu ambaye anatazama vipindi vya Azimio la Kagera, nafikiri ameona kwamba kuna sehemu moja ama sehemu nyingine na unapokea maswali mengi kupitia vipindi vya Azimio la Kagera. Watu wengi wanakuuliza kuhusu kilimo. Kabla wewe tunataka kujua wewe ulikuwa nani hadi ulifikia kwa Aje Farm mwenyewe. Mimi historia kwa ufupi, mimi kama nilivyojitambulisha ni Mdashiru Nur Ibrahim, mkurugenzi wa Aje Farms. Na historia yangu kwa ufupi, mimi ni mzaliwa mkoa wa Kagera na nimesoma shule ya msingi Kabajuga, ipo wilaya Bukoba, na baada ya shule ya msingi nilienda Tabora Boys ambayo iko mkoa wa Tabora, hapo kwa kidato cha kwanza hadi cha 4. Baada hapo nilienda shule ya Songea Boys kwa kidato cha 5 na 6, na baada hapo nilijiunga chuo kikuu cha sayansi na tiba na cha tiba, chuo kikuu cha Muhimbili cha tiba na sayansi shirikishi
Na baada hapo nilimaliza na kufanya kazi Bugando, hospitali ya Bugando, na hapo nilifanya hospitali pia ya Ndanda, na kutoka hapo nilifanya pia hospitali ya mkoa wa Kagera. Baada hapo pia nilifanya na miradi ya USAID. Kwa ufupi ni hivyo kuhusu historia yangu kwa mambo ya kazi. Na kwa baada ya kufanya kazi kwa muda mrefu katika hospitali mbalimbali kama nilivyosema, hospitali ya mkoa Kagera, hospitali ya Muhimbili, hospitali ya Bugando, hospitali ya St. Benedictine iko Mtwara, na kufanya mashirika ya USAID, nilipata kuona masuala mengi sana hasa kuhusu afya. Niligundua kwamba watu wakienda hospitalini wengi wanakuwa wamechelewa. Niliona kwamba matatizo mengi ya wagonjwa wengi tulikuwa tukiona hospitalini, na nilikuwa nakutana nao. Wagonjwa wengi walikuwa matatizo yao, chanzo chao, kiini chao cha matatizo ilikuwa ni namna wanapokula. Chanzo cha magonjwa ilikuwa ni kwa sababu wanapokula. Mfano, nitatoa mifano tu. Nimeona wagonjwa wengi sana wa kisukari. Wagonjwa wengi wa kisukari, ugonjwa wa sukari ni kwamba sukari imezidi sana pengine mwilini, na sukari kizidi sana mwilini ndio inasababisha, ndio sema ugonjwa sasa wenyewe wa kisukari. Nimeona wagonjwa wa pressure, shinikizo kubwa la damu. Hawa ni wagonjwa ambao wengi nimeona hospitalini kwa sababu pengine wamekula pasipo kufuata kanuni za lishe, na wamekuwa na uzito mkubwa na shinikizo kubwa la damu na magonjwa ya moyo. Nimeona pia wagonjwa wa utapiamlo kama kwashiorkor. Wagonjwa wa kwashiorkor ni kwa watoto wale wanakosa protein mwilini. Niliona pia wagonjwa wenye unyafuzi. Watoto wale wengi walikuwa wanakufa kwa sababu ya upungufu wa damu, kwa sababu upungufu wa damu ni kitu kidogo tu ambapo ni kula tu mchicha ama mboga za majani. Kwa hiyo nimeona magonjwa mengi kule hospitalini ni kwa sababu watu yanasababishwa namna tunavyokula. Sababu chanzo cha magonjwa mengi niliona hospitalini yanasababishwa na namna tunavyokula. Na kupitia hizo changamoto nilizoziona kule hospitalini, watu wanakaa hospitalini muda mrefu, wengine wanakuja wamechelewa, wanakufa, wanapoteza maisha, wengine wanapata magonjwa ya kudumu kama hiyo kisukari. Mtu anameza dawa miaka yote, ama magonjwa ya shinikizo kubwa la damu, mtu kwenye dawa muda wote, lakini kumbe angeweza kufanya kinga na asingeingia kwenye hiyo shida ya kuugua, ama pengine kuja hospitali na kutumia gharama kubwa, na pengine asipone na madhara mengine ya dawa na kutumia. Kwa hiyo baada ya kuona hizo changamoto kule hospitalini, nikaona kwamba kumbe kule hospitalini tunachelewa sana. Tukimsubiri mgonjwa agonge odi pale kwenye chumba cha daktari, niliona kwamba tulikuwa tunachelewa sana. Kwa hiyo kwa kutumia hiyo changamoto nilifanya hiyo fursa. Nilitizama namna ya kukinga. Namna ya kukinga magonjwa badala ya kutibu. Kwa hiyo nikafikiria kwamba kitu gani naweza kufanya. Nikaona kwamba kwa kuwa chanzo cha magonjwa mengi ni lishe, niliamua kwenda kwenye kilimo ili kwenda kuzalisha sasa. Kama ni upungufu wa damu, nizalishe mchicha ama mboga. Kama ni upungufu wa protein, mtoto anapata kwashiorkor, nenda kuzalisha protein, mayai ama maziwa. Kama ni shida ni vitamini, wengine wanapata miguu na kufa ganzi ama mikono kufa ganzi, nizalishe matunda ambayo yanaweka mfumo wa fahamu, neva za fahamu zikafanye kazi vizuri. Kama ni shida ya uono hafifu, nizalishe carrot, watu wale carrot wapate vitamini A. Kwa hiyo niliona kumbe naweza nikaanzisha hospitali ambayo sio rasmi, hospitali ya shamba. Yaani shamba lika hospitali badala mimi kusubiri mgonjwa kule hospitalini. Kwa hiyo kwa ufupi mwaka 2017 niliamua kutoka kwenye ajira rasmi. Lakini sikutoka tu mara moja, nilikuwa tangu 2014 nilishaanza mwanzoni kwanza kujaribu kufanya. Wakati nafanya kazi kwenye hizo kazi za ajira, wakati natibu, nilianza kulima kidogo mwaka 2014. Na mwaka 2017, miaka mitatu baadaye, niliona shughuli zangu za kilimo zinafanya vizuri. Nimejaribisha nikaona bidhaa ambazo nazalisha nimeanza kuziingiza sokoni, nikaona kwamba pengine zinatatua ile tatizo ambalo nilikuwa naona lishe. Kwa hiyo mwaka 2017 nika resign rasmi, nika staff rasmi, nikaingia kusimamia shughuli za kampuni yangu sasa ambayo ni Haji Farms.
Yes. Kuna changamoto kubwa sana kule hospitalini kwamba wagonjwa wengi wanakufa kwa magonjwa ambayo hakika yasingewaua, magonjwa ya utapiamlo, upungufu wa damu, kisukari, shinikizo kubwa la damu. Baada ya kuwa na changamoto kwamba wagonjwa wanakufa kwa matatizo ya lishe, niliamua tangu 2014 kufanya majaribio kidogo ya kulima. Na 2014 nilianza kulima matunda na mboga. Na 2015-2016 tukafanya taratibu, nikasajili kampuni, na mwaka 2017 kampuni yangu tayari na shughuli nyingi sana kiasi kwamba niliona kwamba niache kazi niende kwenye kujiajiri ama kusimamia shughuli za kampuni. Labda Mr. Dasho, kabla umeshaingia kutengeneza kampuni, inawezekana kama ni simple sana kuongea kwamba kuna vitu sasa hivi kuna ukosefu wa ajira mtaani. Mtu amemaliza chuo anakosa hata sehemu ya kujiegeshea. Ukimwambia ajiri mtaani sina. Ulipataje confidence? Wenzako wanatafuta kazi. Wewe ukaenda tofauti na wenzako kwamba tunaishi maisha ya kuzoea. Tumekalili maisha kwamba mwenzako anaenda anaajiriwa. Wewe unaamua kuacha kazi kwenda. Ulikutana changamoto gani na ulipata confidence gani ya kuamua kwamba yes, mimi Dasho na mimi niende mbele, nimefocus mbele hadi sasa hivi kuona mafanikio yako? Kwa kweli si jambo jepesi kuwaza kinyume na jamii. Na siku zote ukiwaza kinyume na jamii unakuwa mwehu. Yaani kwamba ni kweli kabisa ndugu Fidel, vijana wengi baada ya kumaliza vyuo vikuu ama ngazi yote ya elimu anachukua vyeti vyake anaenda kuomba kazi. Lakini kwangu ilikuwa kidogo kinyume. Mwaka 2017 Novemba niliamua kuacha kazi ambayo pengine kwa mtu kimtaja mshahara ambao nilikuwa napata au ile nilikuwa nakusanya mwisho wa mwezi pengine mapato zaidi ya milioni 4 kwa mwezi, mtu kamwambia naiacha naenda kwenye shughuli zangu binafsi, anaweza kuona hapa umeweuka. Na niseme kabisa kwa marafiki zangu hata ndugu zangu ilikuwa ni ngumu sana kuwashawishi. Ilibidi nichukue tu maamuzi ya peke yangu kwa sababu wengi walikuwa wakipinga. Wengi walinipinga na wengine waliniita pengine jamaa amekuwa chizi. Kwa hiyo lakini nilichukua maamuzi sema maamuzi magumu, nikaamua kwamba mwenyewe naacha kazi. Na wachaji wangu wa kazi ilikuwa kidogo si ule wa kusema ni masaa 24 na namlipa mwajiri wako, lakini nilifanya hayo masharti. Namlipa mwajiri wangu mshahara mwezi mmoja na nikaacha ndani masaa 24 ili nifanye shughuli zangu. Na ni jambo ambalo si la kawaida. Kwa mtu wa kwanza ambaye ulimwambia, mtu wa muhimu kama ulisema huyu labda nikimwambia kwamba naacha kazi na shauri 1-2 kwamba kilimo kinalipa, alipokeaje? Watu wa kwanza walipokea kwa mshtuko. Nianza na bosi wangu. Walikuwa ni marafiki zangu. Mabosi wangu walikuwa, kwa sababu nilikuwa nafanya kazi uzuri, walikuwa ni mabosi wangu walikuwa ni marafiki zangu. Kwa hiyo nilianza kwanza ku approach taratibu. Sasa nilibidi niwaambie kwa mwanzo ni ngumu sana kuambia kwamba naacha kazi kwenda kwenye shughuli zangu. Nilibidi niwaambie kwanza kwamba naacha kazi kwenda kusoma. Angalau hiyo eleweka vizuri kwa bosi wangu. Muuze makali. Yaani niseme kweli kabisa, sikwambia natoka kwenda kufanya shughuli zangu. Ilikuwa ngumu kwa sababu walikuwa wakiniamini na walipokea kwa mshtuko mkubwa sana. Lakini hizi fikra tofauti na jamii ilivyozoea, si fikra ambazo zimetoka kama nilizipata kwenye ndoto ama zimetoka mbinguni. Zimeshushwa. No. Mimi ni mfuatiliaji wa watu waliofanikiwa. Ni mfuatiliaji wa watu waliofanikiwa kupitia vitabu. Nasoma vitabu sahihi kabisa kwenye kila maisha yangu yamezungukwa na kusoma vitabu. Kwa muda wa ziada nilikuwa nao nasoma vitabu, natenga muda. Lakini pia naongea na marafiki ambao ni sahihi. Siku zote sina marafiki sio kama natenga watu, lakini natafuta marafiki ambao nikiongea naye atanipa wazo zuri la kunisukuma mbele. Na kwa hiyo ninasoma vitabu sahihi na kuwa na marafiki sahihi, lakini pia kwenye mitandao ya kijamii nimetumia kusoma makala nzuri sana ambazo za kunichangamsha. Kwa miaka yote ambayo nimekuwa shuleni ama nilikuwa kwenye ajira, changamoto zote ambazo nimekuwa nikiziona, kwa sababu ninakuwa na watu sahihi, nasoma vitabu sahihi, nafuatilia matukio sahihi kwenye mitandao ya kijamii, hiyo yote ndio ilinifanya kuamua kusimama peke yangu mwaka 2017. Hata kama wazazi wangu pengine walihisi mimi
nafanya kinyume na vile ambavyo walikuwa wamepanga. Hata ndugu zangu wengine walihisi kama nafanya kinyume na vile ambavyo walihisi mimi ningekuwa daktari muda wote pengine nimevaa tai, niko hospitalini na tibu watu. Na kwa hiyo fikra zangu mimi zilikuja tofauti kwa sababu ya namna ninavyoishi. Watu naongea nao, vitabu ninavyosoma na makala ninazofuatilia. Ndio matokeo ya kusema sasa mimi ni mimi kutokana na hayo matukio niliyopitia. Okay. Anifahamu baada ya kutoka kuamua kuingia kwenye kujiajiri mwenyewe, kutoka kwenye kuajiriwa kuingia kwenye mabadiliko pale. Hata wanasema ndege tai wale na mabadiliko kwamba akifikisha miaka 40 lazima atoe zile kucha, mdomo utoe manyoya, na kwa hiyo kuna muda anakuwa atembei, anaweza akafa njaa, abuki. Kwa hiyo ili avumilie mabadiliko lazima aamue kujisubutu kutoka, na kile kipindi cha mabadiliko ni kigumu sana. Wao umezoea kupokea mshahara mwisho wa mwezi, na umeenda kuweka malengo ya muda mrefu kama utegemee tena kuingiza mpaka yale malengo yatimie. Ulikutana na changamoto gani kwa kipindi cha mabadiliko kutoka katika kuajiriwa kwenda kujiajiri? Niseme kweli si kitu rahisi. Ni kama ulivyosema, ulitoa mfano wa tai. Bila kisha miaka 40 kuweza kutoa makucha na nini, akakaa sehemu bila, akapata shida, kipindi cha shida kidogo, kipindi cha mpito. Lakini pia mtoto mdogo anapoacha kunyonya, anapata kunyonya, anapoachwa ziwa mimi nazungumzia, mimi nafananisha mshahara kama ziwa kwa mtoto mchanga. Mtoto mchanga akiachwa ziwa huwa kidogo na shida sana anapata. Yaani ni vile mshahara tumezoea mshahara. Kwa mimi kwa mshahara si mshahara kwa 400, pengine naweza kuingiza hata labda milioni 4 kwa mwezi. Milioni 4 kwa mwezi kuiacha tu naiona kila siku, labda message imeingia kwenye pesa, kuna posho ya kwenda wapi, ni kwenda kutoka mikoani au kwenda seminar wapi, kwenda kufundisha wapi, kupeleka ni kuiacha. Hiyo si kitu rahisi, lakini sikufanya usiku mmoja. Maamuzi hayo yanakuja usiku mmoja. Uamuzi wa kuamua kuacha kazi Novemba 2017 sio maamuzi ya siku moja. Kama nilivyosema awali, mimi nimeanza kujaribu kujitegemea kuanzia 2014. Na maana 2014 mshahara wote nilikuwa napata, kipato chochote na bakiza ile, ilikuwa na bakiza ile chakula tu na kujikimu kuishi tu. Lakini sehemu nyingine ya pesa yote nilikuwa naenda kuwekeza kwenye kilimo. Kwa hiyo nilikuwa nina malengo. Ni kitu muhimu sana kwa vijana, kwa sababu ama kwa mtu yote vile ukiishi uwe na malengo kwamba hivi nafanya kazi hii leo, nafanya kazi mpaka ni staff. Na wewe chaguo zuri pia mtu akiamua, lakini awe na malengo. Lakini kistafu nitaishije? Lakini pia nao ni swali muhimu sana. Ukiingia staff nitaishije? Kwa sababu kistafu unajitegemea. Ndio unaweza pia kujitegemea. Kwa mimi niliogopa kwanza kujiajiri au kutengeneza shughuli zangu za kufanya wakati nimestaafu kwa miaka 60, ambapo pengine siwezi kumudu kuwa na nguvu kama hivi leo nilivyo. Kwa hiyo niliona pengine nianze kutengeneza malengo mapema ya kuwekeza kila senti. Kama naingiza shilingi 100, nihakikisha kwamba shilingi 70 inaenda kwenye uwekezaji, shilingi 30 kwa ajili ya kujikimu kuishi. Kwa hiyo wakati naacha kazi Novemba 2017, nilikuwa na uwezo wa kustahimili kuishi bila mshahara. Miaka 3 nilikuwa shaanza tayari kuwa na nguvu, na tayari hapo nimesajili kampuni, na hapo nishakuwa na nguvu. Yaani nishakuwa na nguvu ya kustahimili. Kumbuka kama nilivyozungumza awali, matokeo nilivyo mimi leo hivi si matokeo ya miujiza. Ni matokeo ya changamoto nilizokutana nazo. Kuna changamoto moja ambayo inaonekana kwamba mtu ambaye anafanya kilimo, kila mtu hii inaongelewa kila siku kwamba mkulima ameweka katika kategori ya kwamba yeye ni maskini, mtu wa kudhulumiwa, mtu kwamba kutafuta, yani ni mtu ambaye kama elimu yake ni ndogo sana. Je, ni ambao at least umeenda shule, umesoma, umekuja kibunifu, fikra mpya, ukaongeza thamani katika kilimo, kwa ni biashara, na hiyo dhana tunaitwaje katika jamii? Na pia nilipoulizana swali moja lingine, center mass, yani kupata taarifa za masoko, kwamba mtu analima nyanya nitapeleka wapi, ninalima nyanya chungu nitapeleka wapi, nalima hoho nipeleke wapi, soko liko sehemu gani,
je, napata ile bei inayohitaji? Mimi nina fikra tofauti kuhusu nani ni mkulima. Nilipoona kwa uchunguzi wangu kwa muda huu ambao nimefanya shughuli za kilimo, nimeona kwamba kila mmoja ambaye ana shughuli maalum ya kufanya amekuwa akijiita mkulima. Lakini kiuhalisia hatuna kama taifa. Naona kuna kitu tunakosa kama taifa la Tanzania. Kuna kitu tunakosa au mwongozo ama sera ya kuonesha nani ni mkulima. Na uzuri juzi tu niliona kwenye mitandao Mheshimiwa David Kafulila, na kama sikoseni mkuu wa mkoa wa Njombe, alizungumza habari Wizara ya Kilimo ilipotembelea huko Njombe kwamba naye anahisi kwamba kuna shida, nani aitwe mkulima, nani asiitwe mkulima. Kwa sababu kwenye mazingira tuliopo, mtu uzakuta hawezi kuzalisha hata chakula yeye nyumbani na familia yake. Lakini ukimuuliza kazi yako nani, anakwambia mimi ni mkulima. Kwa hiyo ili tujue hiyo swali lako uuliza kwamba inaonekana wakulima wengi ni maskini, lazima pia tujue mkulima haswa ni nani. Lakini sio kazi yangu mimi. Hii ni kazi ya serikali. Kufika hatua ikatunga sera ikaonesha nani ili uitwe mkulima uwe na vigezo gani. Kwa mfano kwenye madaktari, ili uitwe daktari kuna vigezo. Umesoma udaktari, umemaliza kusoma udaktari ukaenda kufanya kipindi kinaitwa cha mwaka mmoja cha internship chini ya usimamizi wa madaktari bingwa. Kimaliza hapo utafanya kazi na unasajiliwa na pewa leseni. Sasa kwa mkulima vipi? Hatuna mwongozo maalum wa kusema huyu ni mkulima. Kwa hiyo kuna shida hiyo. Na siwezi kusemea sana kwamba kila mkulima ni maskini. Lakini endapo kila mkulima ni maskini, kuna mambo yanakosa. Endapo kila mkulima kama kweli kila mtu anayejitambulisha ni mkulima ni maskini, kuna mambo kadhaa yanakosa kwa mtu huyo mkulima mwenyewe. Endapo mkulima mwenyewe hasa anawezalisha kiwango cha kutosha familia yake, alafu akapata na kiwango cha kuuza kibiashara, kuna mambo, endapo atakuwa amekuwa bado ni maskini, endapo bado ni maskini, kuna mambo kadhaa yanakosa ambayo Haji Farms tuliyagundua na ndio tunafanyia kazi. Cha kwanza labda tufikia huko kwenye mafanikio ya Haji Farm, tuzungumzie kuna changamoto hii ya kupata masoko, taarifa za masoko. Tumewezaje kufix hichi kitu kwamba Kagera tukao mfano kwa at least Haji Farm mazingira Kagera plus tukatengeneza Haji Farm plus mazingira Kagera tukatengeneza kitu kimoja, jumla tukao tunapata masoko, taarifa za masoko. Sasa hiyo fursa unaionaje? Ni jambo jema. Ukizungumza bidhaa yoyote usipozungumzia soko, hiyo bidhaa si chochote. Kwa hiyo sisi kama Haji Farms tumeweka idara maalum kabisa ya kuhusika na masuala ya masoko. Na masoko ni kitu gani? Kwa sababu inazungumziwa sana masoko. Sio kwa ngazi tu ya kijiji wala kata, wala ni ngazi ya kitaifa, pengine ya kimataifa. Ila sisi tunaamini, mtazamo wetu kama Haji Farms, tunaamini masoko ni taarifa. Mimi kama mkurugenzi wa Haji Farms nina mafanikio mengi. La kwanza ni kuona ndoto zangu zinatimia. Yaani hakuna kitu kizuri kuona kile ulichowaza kuona kinatimia, kinakuwa sahihi, kwamba ndoto zimekuwa kweli. Niliwaza tangu zamani ni namna gani ningeweza kupunguza vifo vinavyoepukika. Niliwaza tangu zamani namna kujikomboa kiuchumi, kwamba nitoke kwenye kuajiliwa badala yake mimi ni ajiri. Niliwaza tangu zamani namna ya kutengeneza urithi wa wanangu, urithi usiokuwa urithi wa vizazi na vizazi. Urithi, kwa sababu kama ingekuwa kazi nisingeweza kumrithisha mwanangu. Lakini kampuni ikifika muda nimechoka ama nimezeka sana, nitaweza kurithisha wanangu. Kwa hiyo naamini mafanikio yangu ni mapana. Lakini pia mafanikio yangu yamekuwa makubwa binafsi kama mimi, kwa sababu hadi leo hii napata watu wa kushauri kama mimi, kama rafiki, na kuweza kuwashauri kuhusu mambo ya kujikomboa kiuchumi. Kwa hiyo mafanikio yangu ni binafsi ni mengi sana kiasi kwamba siwezi kuyazungumza yote kwa dakika chache. Ila kama kampuni tumepiga hatua kuanzia kusajiliwa kwake hadi leo hii 2018 ambapo tunamaliza mwisho wa mwaka. Tumepiga hatua kubwa sana. Tumeweza kuzalisha mazao ya shamba, mbuzi, kondoo,
kuku, bata mzinga, samaki na mifugo mingi sana. Lakini pia tuna mazao mbalimbali ambayo tunayo mengi kwa kiwango kikubwa tu: pilipili hoho, nyanya, nanasi, matani kwa matani na mazao mengine mengi sana, kabichi, vitunguu, karoti, mazao mengi sana. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana. Kwanza tumethubutu kama Aje Farms, tumeweza kuzalisha kwa kiwango kikubwa sana, na sisi tunaweza kujiita kwa hakika kwamba sisi ni kampuni ya kilimo, au mimi pia naweza kujiita kwamba ni mkulima, kwa sababu ukiweza kuzalisha kile kiwango ambacho kinatosheleza, lakini kwa tukapata kuuza. Kwa hiyo tumezalisha kiwango kikubwa na tunaweza tunaendelea kuzalisha bado. Lakini pia kama Aje Farms tumeendelea kutoa elimu ya tiba lishe kuhusu masuala ya afya kwa ujumla, namna ya kujikinga na kutopata magonjwa kama kisukari, shinikizo kubwa la damu, kwashakoo kwa watoto wadogo, unyafuzi na upungufu wa damu mwilini. Hiyo ni jambo kubwa sana tumefanya kila wakati tukiwa shambani, kila wakati tukiwa hapo ofisini, kila wakati kwenye mitandao, kila wakati kupitia TV, kila wakati kupitia semina. Tunajitahidi kwamba tutoe elimu ya tiba lishe, kwa sababu tunaamini kwamba kinga ni bora kuliko tiba. Na lengo kubwa la Aje Farms kuanzishwa ilikuwa ni kwamba tujikite kwenye kukinga kuliko kutibu kupitia vyakula tunavyokula. Kwa hiyo tumefanikiwa hilo la kutoa elimu ya lishe, namna kula ili kuepuka kupata magonjwa yanaweza kufikika kama kisukari, shinikizo kubwa la damu na utapiamlo kwa watoto wadogo. Lakini pia kama Aje Farms tumeshiriki kwenye tamasha mbalimbali za kupima afya, viashiria vya afya mbaya. Kwa hiyo tunaweza kupima urefu wa mtu, tukapima uzito wa mtu, kwa watu wadogo tukapima mzingo wa mkono wake na kuweza kujua kama kuna viashiria vya hatari vya kupata magonjwa. Kwa hiyo tunaweza kupima magonjwa na kujua kama kuna viashiria vya hatari kwa mtu. Kukuza ajira za moja kwa moja, ndio tunasema ni zaidi ya ajira ya watu 40, na tunaendelea kuajiri bado, kwa sababu tunafungua mashamba mapya kila kicha, kwa sababu lengo kufikia Desemba 2019 angalau tumeweza kuajiri wafanyakazi wa moja kwa moja 1000 kufikia 2019 Desemba. Lakini tuna wale wafanyakazi ambao sio moja kwa moja, ambao wana ajira sio kwa za moja kwa moja, na mimi ni zaidi ya 1000 mpaka sasa, kwa sababu kuna wanaonunua nasi kwetu au bidhaa nyingine kutoka kwetu wanapeleka viwandani. Kule kuna ajira, watu wanapata ajira kwa sababu wanapata malighafi kutoka shambani, wakaanzisha viwanda vya kuchakata. Kwa hiyo zile ajira zimekuwepo kwa sababu ya sisi tumezalisha. Kuna migahawa, mama ntilie, wale wote wanapata ajira kwa sababu wanapata bidhaa kutoka shambani kwetu, wameenda kuanzisha migahawa, mama hoteli, ni kwa sababu wana bidhaa. Wasingekuwa na bidhaa kutoka mashambani kwetu, wasingeweza kuanzisha hiyo migahawa. Kwa hiyo tunaamini kwamba ile migahawa ina wafanyakazi, na wale wafanyakazi wanapata ajira kwa sababu sisi tuko shambani tumezalisha bidhaa. Kwa hiyo ajira ni nyingi sana. Kuna wale wanaosukuma mikokoteni mtaani, wanunua bidhaa kwetu kwa bei ya jumla, wanaenda kuuza kwa rejareja, nao wana ajira. Kwa hiyo kuna watu mbalimbali wana ajira kwa namna moja ama nyingine. Lakini pia Aje Farms tumefanikiwa kuhamasisha vijana kufanya kilimo. Hadi leo mimi haiwezi kufika kutwa nzima bila kupokea simu angalau moja ya kuhusu inayotoka kwa kijana au mtu yeyote anayeulizia namna ya kufanya kilimo, namna ya kudhubutu kufanya kilimo. Kwa hiyo tunatoa elimu ya ujasiriamali kwa vijana kwa vitendo, sio kwa nadharia. Nafikiri shule nyingi sana zinatoa masomo ya kilimo ama ujasiriamali kwa nadharia. Sisi Aje Farms tunatoa elimu ya ujasiriamali kwa vitendo. Kama mtu anataka kuanzisha kwa mfano kilimo cha nyanya, anakuja kwetu sisi, tunakuwa naye. Kama anasema na changamoto nyingi, mfano
wengi wanaokuja kwetu wanasema sina ardhi ya kulima. Tunaweza kumpa ardhi ile bila masharti yoyote, bila kumkodisha kufanya nini. Anakuja pale analima. Kwa hiyo tutakuwa naye karibu kumwelekeza namna ya kuzalisha. Atapofika kwenye kuvuna tutamuelekeza namna ya kupata masoko, kwa sababu masoko sisi tuko nayo. Kwa hiyo tunajitahidi kwamba kila wakati tuwe na vijana kwa karibu. Kwa kufanya hivyo tunaamini watu wengi watajishughulisha na shughuli za uzalishaji. Tunaamini uchumi wa taifa hauwezi kukua bila kuinua sekta ya kilimo. Tunaamini sekta ya kilimo inaweza ikaajiri zaidi ya 75%. Kwa takwimu za mwaka wa 2012 kama sijakosea, inasema sekta ya kilimo imeajiri zaidi ya 70% ya Watanzania. Lakini pengine wanaweza kawa wana mafanikio yao ni wale wakulima majina tu, hawalimi kwa kufuata zile utaalamu. Kwa hiyo sisi Haji Farms tumekuja ili kuhakikisha kwamba angalau wale wanaolima waone matunda ya jasho lao, walime wapate masoko sahihi. Wale ambao wanakwama jinsi ya kulima tuwasaidie waweze kuzalisha kiutaalamu. Wale ambao wanakwama wanasema hatuna ardhi, hatuna mitaji, hatuna pembejeo kwa mfano, sisi tunatoa mikopo ya pembejeo kwa wale ambao wamethubutu. Natoka sana zungumzia yuko ndani ambaye anaonyesha juhudi kwamba yuko tayari, yuko anathubutu kufanya, lakini pengine amekutana changamoto, hana pembejeo. Kwa hiyo tunaweza kumpa pembejeo zenyewe akaweza kuzalisha. Akisema nimekopa kusoma soko, tunampa, tunahakikisha kwamba bidhaa zake tunazinunua. Ama yeye anasema hapana, mimi bidhaa zangu sitaki nyinyi mzinunue, kwa sababu kukufia pengine anasema watu wengi wamekuwa madalali wa bidhaa. Wameangusha sana wakulima, madalali. Sisi shambani kwetu na hatupendi sana kufanya kazi na madalali. Sababu tunahofia kwamba dalali siku zote amekuwa akipata zaidi kuliko mwenye nacho. Kwa hiyo sisi mteja, kwa mfano mtu amezalisha bidhaa zake, amehisi sisi pengine tusije tukawa madalali pale katikati. Tunaweza kumhakikishia kwamba tukampa usafiri na tukamuonesha masoko yalipo, akaenda akauza mwenyewe bidhaa zake kwa kutumia usafiri wetu. Kama anasema tunamuonesha soko kwa mfano la zao lozalisha liko labda ni Mwanza, sisi tuna magari tunapakia zile bidhaa zake, anachagia alama ya bila shaka wafanyakazi watakaoenda Mwanza na mafuta, yeye anaenda na mzigo wake anauzia Mwanza, tuonyeshe masoko yako hapa. Na tumefanya hivyo mara nyingi, wengine wanazalisha nyanya, wengine kabichi, wengine tikiti, tunawasaidia namna hiyo. Kwa hiyo nafikiri hayo ni mafanikio makubwa sana kwa Haji Farms. Na tumeweza pia kama Haji Farms tumeweza kununua tractor. Kusema kilimo cha mkono pia watu wakisema wale wakulima halisi, wale wanaoitwa wakulima halisi, kama kweli bado leo ni maskini, pengine kwa sababu ya zana duni za kilimo cha kutegemea pembejeo, kutegemea jembe la mkono ni kilimo ambacho kimepitwa na wakati. Kilimo cha kutegemea mvua kimepitwa na wakati. Kilimo cha kutegemea masoko kwamba mtu anakuja anaifuata shambani nacho kimepitwa na wakati. Dijitali, kwa kutumia dijitali kwamba tunahakikisha kwamba tunatumia tehama kama ndio hizo simu, mitandao, tunatangaza bidhaa. Tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa. Tumenunua trekta ambayo hatulimi tu mashamba yetu, tunalimia na wakulima wengine, tukisema bye bye jembe la mkono. Kwa hiyo wakulima wanafaidika, akitaka trekta anakuja hapa anakodisha, tunaenda pale tumlimia kwa bei nafuu kabisa. Hata tunaweza asiwe na pesa, tukasema akivuna asilimia kidogo ya mazao yake yaweza kuja kwetu kama malipo. Tunaweza kuingia mkataba namna hiyo. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba labda mtu akisema nimeshindwa ashindwe mwenyewe. Yaani akisema nimeshindwa ashindwe mwenyewe. Lakini tumejitahidi kwamba turahisishe shughuli za kilimo ziwe nyepesi kwa kila mmoja. Nyepesi kwa kila mmoja kwa vitendo. Na hiyo ni kuhusu tractor. Lakini pia tumeweza kabisa kufanikiwa kuanzisha mifumo sahihi ya usafishaji wa mazao. Kwa kutumia tractor pia tunasafisha mazao toka shambani zile maeneo ambayo yalikuwa hafikiki kwa miundombinu hafifu. Kwa mfano huku chini ya eneo hili ambapo tulipo hii ofisi kuna eneo wanalima mpunga kwa wingi.
wakati nyakati za mvua mashamba yanafikiki kwa gari kubeba na vichwa tani 20, 30 ama 40 au tani 100 za mpunga ni ngumu. Kwa hiyo tunaweza kuhakikisha kwamba tunatumia matela ya trekta, tunaweza kubeba ile ni mpunga, ni mazao ya shambani, kupeleka sehemu ambapo gari za kubeba kwa urahisi. Lakini pia tuna magari ambayo ya kusafirisha. Kwa hiyo yote haya ni mafanikio ya AGIFARMS. Na tunaamini tutaendelea kuboresha mwaka hadi mwaka. Hiyo ni kwa ufupi kuhusu mafanikio ya AGIFARMS. AGIFARMS haya mafanikio umepata katika yani tunaona ni muda mfupi, mwaka mmoja. Umeshanunua trekta, umeshakuwa na wakulima, umeshakuwa na wafanyakazi 40 na kuendelea. Na vitu vingine umejikategorize, yani umejigawa sana. Ni kwamba baada ya miaka 5 tutakuja kuona AGIFARMS kuwa mtu mkubwa zaidi. Kwa hiyo kilimo kinaonekana ni utajiri mkubwa sana. Umeanza kupata sehemu ya kujenga hospitali kupitia kilimo, kununua trekta na tela zake kupitia kilimo. Kwa mtu anataka kuingia katika kilimo, unamshawishije na anapataje kujua Mdashi kuongea na wewe au AGIFARMS msaidieje? Kama tulivyosema, AGIFARMS ni rafiki wa mkulima. AGIFARMS sio nadharia. Sisi wafanya kazi kwa vitendo. Ofisi zetu kama unavyoona hivi haziko mjini. Yaani tulifanya makusudi kabisa. Sisi ofisi zetu ziko mashambani. Kwamba tunataka kwa karibu sana na wakulima kadri tuwezavyo. Tuwe na wakulima kadri tuwezavyo. Akitaka kuonana na mimi, so swala la kuja kwa appointment, ni swala la kukutana na mimi njiani. Pengine hata natembea kwa mguu. Tukaongea. Kwa ofisi zetu ziko mashambani. Kwa hiyo lakini kwa wale ambao wako mbali na eneo hili ambalo la ofisi tulipo, kwa mwaka 2019 mwanzoni Januari tutaweka mawakala mikoani. Kila mkoa tutakuwa na wakala wa AGIFARMS. Na yule wakala atahusika kutoa maelezo mbalimbali na kutoa huduma zinazotolewa na AGIFARMS tunazotoa hapa leo. Iwe ni kulima shamba, iwe ni kusafisha mazao, iwe ni kupata miche kwa mfano ya nanasi nataka kupanda, iwe ni namna ya kupanda zile nanasi, iwe ni mtaalamu wowote ile au anataka kuuza amekuwa ana masoko, kila mkoa tutaweka wakala. Kwa hiyo tutajulisha watu namna ya kupata wale wakala kina nani ili aweze kupata huduma kokote atakapokuwa. Lakini ambao wanaweza kutembelea ofisini kwetu, tunapatikana hapa, ndio ofisi ya kwanza wakati tunaanza tulifungua AGIFARMS, na tungependa hapa kwa makao makuu ya AGIFARMS ni tuko wilaya Bukoba vijijini. Center Kasharu Center. Na kutoka mjini Bukoba ni mwendo wa dakika 40. Mwendo wa dakika 40 kwa gari. Na kunafika kwa wepesi. Pia waweza kufika kwa pikipiki. Lakini pia kwa mtu ambaye anapata shida pengine si lazima, kwa sababu dunia sasa hivi si lazima utembee ufike pale si lazima ufike kwa sababu tunatumia tehama. Tumejitahidi kwamba hata na wakulima tunaofanya nao kazi tutaanzisha muda si mrefu mafunzo ya kutumia tehama, kwa sababu bila kwenye ulimwengu sasa hivi tusipotumia tehama hatupigi hatua. Kwa hiyo tunatumia tehama. Unaweza kutumia tehama kutupata kupitia nambari ya simu. Simu ni tehama hiyo. Nambari ya simu 0757 757 968. Narudia 0757 757 968. Ama namba ya Airtel ni 0684 825 535. Narudia namba ya Airtel ni 0684 825 535. Tuandikie moja kwa moja kwa email ni agifarms@outlook.com. Kwa hiyo vile ni namna hizo njia zote za kutupata. Ukishindwa kututembelea ofisini, waweza kutupigia simu kwa namba tulizotaja, waweza kwenda Facebook kuandika jina letu AGIFARMS kutupata, ukalike ukurasa wetu, waweza kwenda YouTube ukatupata, waweza pia kutuandikia kwa email unayotaja. Na hivi karibuni tupo kwenye matengenezo ya website ya AGIFARMS. Hivi tutaweza kuweka website ya AGIFARMS uweze kupata taarifa mbalimbali kwa wakati. Lakini kwa tehama hiyo unaweza kutupata pia YouTube kwa kuandika AGIFARMS. Naandika AJE Farms.
utapata kuona maelezo yetu, kujifunza vitu vingi hata bila kukutana na sisi. Ndio TEHAMA. Mtu yuko Marekani anakuwa anamfundisha mtu yuko Bukoba, mtu yuko Dar es Salaam anaongea na mtu yuko Uganda. Kwa hiyo ndio TEHAMA yenyewe. Kwa hiyo unaweza kuangalia kwenye YouTube ukaweza kupata maelezo yetu ya kina tu bila hata kufika ofisini kwetu. Lakini pia waweza kwenda Facebook. Kwa ukurasa wetu wa Facebook, like ule ukurasa wa Facebook. Ukurasa wa Facebook ni ile jina Aje Farms. Ukiweza ku like ile ukurasa utapata maelezo mengi sana. Pengine watu wahitaji hata kuongea na simu na sisi. Utaweza kuuliza maswali pale na tutakujibu kwa wepesi sana. Hiyo ndio TEHAMA. TEHAMA tunaitumia kwa kuanzia shambani hadi kwenye masoko. Sana kwa kuendelea kutazama Azimio la Kagera. Asante sana kwa wewe unaendelea kusubscribe kupitia ukurasa wetu, account yetu ya YouTube inaitwa Azimio la Kagera. Huyu ni Ndashimunu, muasisi au mkurugenzi wa Aje Farm Enterprises, Afya ya Jamii Enterprises. Anapatikana Kasharu, Bukoba mjini. Kutoka Bukoba mjini mpaka Kasharu kwenye mashamba yake ndio ofisi zake zilipo, ni kama dakika 40 hivi tu. Kwa hiyo unaweza ukafika pale ukajifunza kwa vitendo. Tutaka tukuonyeshe kilimo kwa vitendo. Vipindi vinavyofuata tutaka tukuonyeshe kilimo kwa vitendo, tujifunze jinsi ya kulima, jinsi ya kupanda, changamoto gani tunazokutana, inakusaidia. Kama unataka kuona hivi vitu zaidi, endelea kuwafuate wao Facebook na Instagram, unawamention Aje Farm. Aje Farm kama nilivyokutajia, namba zake za simu utaziona hapo zinapita chini ya TV yako au YouTube account yako hiyo. Na pia sisi unaweza kuingia katika group letu, namba yetu inapita hapo, tunaweza tuconnect. Ukinipata mimi Fidel Philbert Twitter, kanipata Instagram na Facebook FieldsTZ, unaweza kaniona na kukupa maelekezo zaidi. Kote tunataka tukufikishe malengo ya uchumi. Aje Farm Enterprises ndo sehemu sahihi na kusisitiza sana kama unataka kuingia katika kilimo chochote cha nanasi au mboga. Wanatoa mikopo kwa wakulima, wanatoa ruzuku, wanatoa mbolea, pembejeo, wana trekta ambayo inakusaidia wewe kufanya kilimo cha kisasa, tukaachana na kilimo cha mazoea cha mkono, tufike mbali. Afya ya Jamii Enterprises ndio mambo yote. Mimi naitwa Fidel Philbert, tukutane katika kipindi kingine hapo YouTube kupitia Aje Farm TV ambayo inapatikana YouTube na kupitia Azimio la Kagera. Asante sana kwa kutazama, endelea, usiache kusubscribe.